Washtakiwa 93 wanaodaiwa kufanya vurugu na unyang'anyi wa kutumia silaha kuendelea kusota rumande. Washtakiwa hao wa kesi za uharibifu wa mali, kufanya vurugu na unyang'anyi wa kutumia silaha leo Novemba 19 walifikishwa mahakamani tena katika mahakama ya wilaya ya Nyamagana Mwanza, huku upande wa jamhuri ukitakiwa kukamilisha ushahidi haraka katika kosa la kwanza la uharibifu wa mali. Katika shauri hilo la jinai namba 26546 la mwaka huu, washtakiwa hao 93 wanadaiwa kutenda makosa hayo kinyume cha kifungu cha 326 ibara ya kwanza cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023 kwa kosa la kwanza na kifungu cha 287A cha sheria hiyo. Washtakiwa hao ni kati ya 172 waliokamatwa na jeshi la polisi na kufunguliwa mashtaka mbalimbali wilayani Nyamagana kufuatia matukio ya vurugu yaliyotokea kati ya Oktoba 29 na Oktoba 31 mwaka huu. Shauri hili limetajwa kwa mara ya pili leo Novemba 19 mwaka 2025 mbele ya hakimu mkazi mwandamizi Amani Sumari baada ya kutajwa kwa mara ya kwanza Novemba 7 mwaka huu. Kesi hiyo iliambatana na umati wa watu nje ya viunga vya mahakama hiyo wakitarajia kuona ndugu zao wakiachiwa huru, wakiongozwa na agizo la hivi karibuni la Rais Samia Suluhu Hassan la kuvitaka vyombo vya dola kuchuja washtakiwa hao na kuwaachia wale waliofuata mkumbo. Katika mahakama, upande wa jamhuri uliwakilishwa na mawakili wa serikali Tunu Msangi na Prince Masawe, huku utetezi ukiwakilishwa na mawakili kutoka chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS Dutu Chebwa na Beatus Linda. Mwanzo wa shauri hili, wakili wa serikali Tunu Msangi aliwasilisha ombi la kubadilisha hati ya mashtaka ili kuongeza washtakiwa wengine 6 ambao hawakuweza kujumuishwa hapo awali. Pia aliomba muda wa siku 90 wa kufanya upelelezi zaidi, akisisitiza kuwa upelelezi wa mashtaka yote mawili bado haujakamilika. Upande wa utetezi ukiongozwa na wakili Dutu Chebwa ulipinga vikali hoja ya kuongeza muda wa upelelezi, ukihoji kwa nini upelelezi unachukua muda mrefu katika kosa la kwanza la kuharibu mali. Chebwa alisisitiza kuwa hati ya mashtaka inaeleza wazi mali zilizoharibiwa na maeneo husika, na hivyo wanashangazwa ni maelezo gani zaidi yanahitajika kukamilisha ushahidi. Akijibu hoja hiyo, wakili Msangi alisisitiza kuwa wanahitaji muda zaidi kwa kosa la pili ili waweze kupata tathmini ya mali na vitu vilivyoharibiwa. Baada ya kusikiliza hoja za pande zote, hakimu Sumari amekubali ombi la upande wa jamhuri la kufanya marekebisho kwenye hati ya mashtaka. Hata hivyo, ameiagiza jamhuri kukamilisha ushahidi wa kosa la kwanza haraka, kosa la kuharibu mali, akitaka wajirekebishe na warekebishe makosa kwenye hati ya mashtaka ambayo ilitaja halmashauri ya Nyamagana badala ya halmashauri ya jiji la Mwanza ambayo ndiyo inayotambulika kisheria. Hakimu Sumari ameiahirisha shauri hilo hadi Disemba 2 mwaka 2025 saa 3:30 asubuhi kwa ajili ya kutajwa tena. Pia hakimu huyo amekubali kuwa kosa la pili ni kubwa, hivyo linahitaji muda zaidi kukamilisha upelelezi wake. Baada ya maelezo hayo ya hakimu Sumari, washtakiwa wamerejeshwa rumande hadi tarehe iliyopangwa. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment, maoni yako itakuwa vyema na swadakta sana. Taarifa ya washtakiwa 93 wanadaiwa kufanya vurugu na unyang'anyi wa kutumia silaha kuendelea kusota rumande. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.